Sasa kila mtu anajua majukumu yake. Tunapiga kazi kama Wachina. Umeupiga mwingi mkuu. Ona kwanza palivyokaa, shagala bagalai, kuna mabalai. Yapo mengi ambayo siwezi simulia, huku kijijini kwetu mwitu wanaloga, yani wanawake hawawezi. Napenda sana uchawi, lazima huyu mkuu nimpindue. Napenda sana uchawi. Mtumishi, mambo vipi? Safi, za siku na siku. Kwema. Hauonekani? Ndugu yangu, kazi ya Mungu inanichukulia muda sana. Sawa. Ule ushauri wako niliufanyia kazi. Ndio. Bana, leo kama unavyoona hivi sasa hivi nina chuma changu hapa. Sawa. Napiga kazi ya ubodaboda. Kwa kweli Mungu mwema. Unaona sasa? Unaelekea wapi? Hapa nilikuwa naelekea ibadani baada ya jioni. Sawa, pale juu kanisani. Nilikuwa na wewe hapo kanisani. Ndio. Sasa twende wote, lakini ushauri wako nimeufanyia kazi. Mungu akubariki sana. Sawa, amina sana. Twende na mimi naelekea huko hivi. Ndio. Kaa twende. Hamna noma ndugu yangu. Kaa twende. Maria, kwa kweli semina ya leo kwangu mimi imenigusa sana. Vipi kwako wewe? Kwangu mimi imenigusa sana. Ila sijajua wewe imekuingiaje kizaidi? Semina hii nimeipenda sana mimi kanisani. Yaani nakuhakikishia sitachelewa kuingia katika semina ya kina mama. Bifa, kwangu mimi sasa benchi la mbele. Ameshajua siri yangu.
inatakiwa nimuwahi mapema kabla hajajua siri yote. wanalumbana kisa madaraka, huku haki naye akigeuka kutoka kundi zuri akenda kundi baya. Mateso yanazidi. Nimemweza mkuu, hatimaye nimekuwa mkuu. Sasa mchungaji, nimekuja hapa nyumbani kwako nikiwa na hitaji moja. Ninaomba uhusike kusimama kwa ajili ya kufanya maombi kwa binti yangu. Maana naona umri umeenda, lakini hata oyaoya za vijana kuja nyumbani kwangu naona hawapo. Na isitoshe hata kijiji chetu na kifahamu taratibu za penyewe. Sasa nafikia wakati nahisi kwamba itakuwa yaweza ile nguvu iliyoko ndani ya kijiji ambayo ni tofauti na nguvu ya Mungu hata kuwa imemfunika. Ameenda mjini, amerudi, lakini sijaona chochote kile. Nimejaribu kukaa kumuulizia kwa ajili ya hili, akajibu akasema kwamba mpaka pale atakapofunguka yeye mwenyewe. Sasa ni vigumu, mwisho sasa atakuwa mama sasa. Kwa hiyo na hili ni hitaji ambalo nimeliweka, hata kula endako aende, Mungu amjalie apate mwenzie. Siku moja na mimi nipate mkulima hata mjukuu. Mwisho nitakufa bila kuitwa bibi. Ndilo hilo limenileta mchungaji kwa. Bifa, napenda kupongeza sana kwa sababu unamjua Mungu na umemwamini Kristo. Amina mchungaji. Je, uko tayari kuolewa? Bifa mwanangu, mbona hunielewi? Basi mama, ondoa shaka, nimekubali. Amina, tusipoteze muda. Baba, katika jina la Yesu Kristo Mfalme, tazama Bwana, mwanao ninamkabidhi mikononi mwako kwa lile hitaji Mungu Baba ambalo Mungu Baba, kuanzia leo mimi ndio mkuu wenu, mniheshimu. Kuanzia leo mimi ndio mkuu wenu, unasikia?
Unapenda tumia salamu gani? Ile ya awamu ya 5 au nyingine? Tunatumia salamu mpya. Nimeipenda hiyo mkuu. Je, tukuchagulie au unajichagulia? Salamu ninayotaka kwa sasa. Salamu ninayoitaka kwa sasa. Mikono mitupu. Hairambwi. Mikono mitupu. Hairambwi. Hiyo ndio salamu yangu kwa sasa. Umenisikia? Sawa mkuu. Natangaza hili kijiji cha Mwitu, mimi ndio mchai mkubwa, mimi ndio kigogo. Mimi ndio niliyomuua mzee Kilaka ili nikalisi hiki kiti cha mzee Kilaka. Mimi ndio mchai mkubwa kuanzia muda huu. Anayebisha ajitokeze kijiji hiki. Mimi ndio kigogo wa wachawi, nilimuua mzee Kilaka. Anayebisha ajitokeze muda una masaya. Mkuu, tunafanyaje sasa hapa? Maana kakimbia. Usijali, kwangu hilo ni jambo dogo. Twende huku. Nini hicho mkuu? Tayari kashapata huyo. Unamaanisha umemshenyenta? Yaani namaanisha kimemlamba. Je, na mimi naweza? Ndiyo, nitakupa hizo nguvu. Asante sana mkuu, nitashukuru. Kwa hiyo wewe umekataa kufanya kazi yangu? Yaoya, mimi mkuu ninayemfuata ni mmoja tu. Kwa hiyo tunabishana sio? Wewe mtoto mdogo tu sana. Okay sawa, ngoja nikuoneshe utoto wangu mdogo. Macho yetu acha tuone, ana tuna la kusema, muda ndo utaongea, utaongea la 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 la. Kikuli cha uchawi, Mlaji Mwitu, la 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 la. Uchawi, kivuli cha uchawi. Yaoya, nisamee. Nimekubali, unanizidi nguvu. Nisamee. Basi nenda ukaifanye kazi yangu. Ni sawa. Hii mbinu mpya nimeipenda kweli. Ni kuwabandika makofi na mijeki. Na hata mkuu wangu akicheza naweza nikambandika vile vile. Lakini ni kama nitayabananga. Ngoja niende kwa mkuu kwanza. Naona siku hizi Kailini umeanza kuota mapembe. Yaani hadi unazungumzia kunipiga mimi mjeki. Lakini mkuu, hata matani hautaki. Kwanza wewe timu gani? Mimi Simba. Mimi sina timu. Timu yangu ni dawa. Mkuu, bado tu umenikazia. Na wewe bana mkuu. Haya moya nimekuelewa. Lakini hayo masiara yako ya kuwa unazungumzia kunipiga mimi mjeki, uyaache. Utambue kwamba hapa tulipo ni kazi moja tu ya kuwashenyenta. Yaani wakijichanganya tunashenyenta mijeki, tunashenyenta makofi. Sawa, umenielewa? Ndio mkuu. Nimetumwa kazi na dogo kielehela anaitwa Dogo Janja.
lazima na mimi nilipize. Wewe utampiga nani? Mchumba tu. Yao yao. Let me tell you my story from Mwitu village, Ona kwanza palivyokaa, shagala bagala, kuna mabalai. Yapo mengi ambayo siwezi simulia, huku kijijini kwetu Mwitu wanaloga, yani wanawake hawawezi kuchuma mboga, mauaji kila kona, mala huyu kaogotwa. Nasikitika namuona Samia